Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo tarehe 11 mwezi wa 6, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Barnaba mtume. Barnaba alizaliwa katika kisiwa cha Kupro. Hapo awali jina lake lilikuwa Yosefu. Lugha yake ya awali ilikuwa Kigiriki. Wazazi wake walihamia Yerusalemu na inaaminika kuwa Barnaba alisoma katika shule ya Gamalieli wakati wa Paulo. Aliongoka na kuwa Mkristo baada ya Pentekoste, yaani mwaka 29 au 30. Aliuza mali zake zote na kuleta fedha kwa mitume. Hata mitume walimpa jina la kupanga Barnaba, maana yake mwenye kutia moyo au mwana wa faraja. Yeye ndiye aliyemleta Yerusalemu Paulo baada ya kuongoka na kumtambulisha mbele ya mitume. Barnaba alikuwa wa kwanza kutambua kuwa Paulo alikuwa ameongoka kweli. Yeye na Paulo hawamo katika idadi ya mitume wale 12, lakini walipewa jina la mitume kutokana na ushirikiano wao mkubwa na mitume. Paulo aliitwa mtume wa mataifa. Kanisa huadhimisha kumbukumbu yake kama sikukuu ya mitume. Barnaba alipotumwa kwenda Antiokia kuchunguza uongofu wa Wagiriki baada ya kufundishwa na walimu kutoka Kupro na Kirene, Barnaba aliweza mara moja kushinda hisia zake za Kiyahudi na aliweza kukubali mara moja kuwa hata watu wa mataifa wanayo nafasi ya kupata wokovu. Wakati huo Barnaba alimleta Paulo huko Antiokia na wakahubiri Injili kule kwa muda wa mwaka mzima. Mnamo mwaka 45 kanisa la Yerusalemu lilipopata shida ya fedha, Barnaba na Paulo walichangisha fedha na kuzileta Yerusalemu. Baada ya hapo walifanya safari yao ya kwanza ya kimisionari ambayo walifanikiwa kuwaongoa watu wengi kuwa Wakristo na kufungua makanisa mbalimbali. Baada ya mtaguso wa Yerusalemu, Barnaba alitembelea tena Kupro akiwa na Yohane Marko. Barnaba aliuawa mwaka 61 kule Salamis kwa kupigwa mawe. Mwili wake uligunduliwa karibu na Salamis kule Kupro mnamo mwaka 482 pamoja na nakala ya Injili ya Mathayo iliyokuwa imeandikwa kwa Kiebrania. Inavyoonekana katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Barnaba alivutiwa na mfano wa Wakristo wa huko Yerusalemu, naye akaamua kuuza shamba lake na kuwakabidhi mitume mapato yake. Alimsaidia Paulo baada ya uongofu wake pale alipopata shida kuonana na Wakristo wengine huko Yerusalemu, kwa sababu walikuwa wakimwogopa. Walimkumbuka bado kama mdhulumu wa Wakristo. Barnaba na Paulo walikuwa na msimamo mmoja kuhusu shauri la Wakristo wasio Wayahudi kufuata sheria ya Musa. Hawakutaka Wakristo hawa watwishwe mzigo wa sheria ya Musa. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Barnaba mtume. Alikuwa mtu mwema aliyejaa Roho Mtakatifu na imani. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11 aya ya 24. Watakatifu wengine tarehe 11 ya mwezi wa 6: Mtakatifu Rembat, watakatifu Batozon, Palemon na Garuma, mapadre wa Ethiopia. Mtakatifu Barnaba
mtume. Utuombee.